Yes, bwana wana michezo popote pale ulipo, hii ni Badilika TV. Unaweza kutupata kupitia mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na YouTube. Wewe ambao ya subscribe ndio muda wako huu wa kusubscribe. Mbele yako ni Njema hii. Tumekuja kuongea mambo mawili matatu baada ya break kidogo ya FIFA. Hatimaye NBC Premier League imerejea. Na kubwa lililojiri NBC Premier League ni uraia ambao una utata wa Damaro, mchezaji wa Dar es Salaam Young Africans. Tuko hapo kuongea na mzee wetu, amekuwa shughuli nyingi, kwa hiyo atatuambia je, ni sawa Damaro kwa Mtanzania au sio sawa? Mzee Malinyi, habari yako bwana? Nzuri, habari za kwako? Nzima kabisa. Kwema. Mzee wewe, tumaini wewe sakata la Damaro umelipata na umelisikia? Kabisa. Kabisa, na nalinyoshia kidole, sio wewe. Kila mwandishi anayekuja nalinyoshia kidole. Sawa, kwa nguvu zote. Kwa sababu haukufuata utaratibu. Watu wamekiuka utaratibu. Sawa, watu wamekwenda kiolela. Watu wamefanya kienyeji. Sawa, kuna nini hapa? Kuna makando ya rushwa au kwa sababu unaposema Damaro Mtanzania kwa sababu utaratibu wa kuomba uraia ukae miaka 10 ndani ya nchi na ndio uanze kuomba uraia, na ndani ya miaka 10 ukae bila kusafiri uendane hapa nchini, ili kwa sababu ya uchunguzi tujue, je, una makando au una makando. Lakini tunashangaa mtu ana miaka 2 tu anapewa uraia, na uraia huo aliopewa akiwa kwenye timu ya mheshimiwa huko Singida huko. Sasa je, hapa tuna utaratibu unafuatwa? Kuna utaratibu umefuatwa? Na ukiangalia uko timu aliyopewa uraia wa huyo anayeongoza hiyo timu, huyo mheshimiwa, yeye ni mjumbe ndani ya Yanga. Ni mjumbe ndani ya Yanga. Na wakati huo anapewa uraia unavunja utaratibu wa kutokufuata utaratibu wa mtu kupewa uraia. Waziri mwenye dhamana ya kutoa uraia naye alikuwa ni mjumbe ndani ya Yanga. Ni mjumbe ndani ya klabu ya Yanga. Japo sasa hivi hakuteuliwa. Sasa kuna nini hapo? Utaratibu umefuatwa hapo? Utaratibu umefuatwa? Wala tulalamika utaratibu ufuatwe. Sawa. Kama watu wanapewa uraia namna hii, kienyeji namna hii. Kwa hiyo inatutia kashaka sisi wananchi kwamba kama ndio hivyo, kuna wengine wanaopewa nyuma ya pazia, wako wengi tunao hapa tunaishi nao. Idara husika haifuati utaratibu. Kwa hiyo tunapiga kelele kwa nguvu zote. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano aliangalia ile, kuna watu wanaleta mamuluki hapa au waliopewa idara kuangalia. Kwa hiyo kama hili hadharani namna hii, je, huko nyuma tunajuaje? Kwa hiyo kuna mamuluki wengi mpewa uraia hapa bila kujua kienyeji namna hiyo, sababu utaratibu haukufuatwa. Utaratibu haukufuatwa, watu wawajibishwe. Sisi kama Simba tunalalamikia haki zifuatwe, kwamba amewekwa mtu wa 13 si Mtanzania, si Mtanzania. Tutafuata sheria za FIFA, tunalalamikia kwenye sheria za FIFA ili haki itendeke. Mechi zinazochezwa Yanga inyang'anywe points, sawa, kwa sababu haukufuata utaratibu. Chelewa, watu wasiishi kienyeji namna hiyo, kwa sababu Yanga basi jaribu utaratibu. Hii ligi ya Yanga na Simba tu hii, ligi ya timu zote. Ingelikuwa Mtibwa hapa usingekubali kitu hicho, au Azam, sawa, au Geita Gold au Mbeya City. Sasa tusiende kwenye TFF na bodi ya ligi, tunanyoshia kidole kwa kuilalamikia utaratibu wa kufuatwa. Naomba watu wajibike. Iwapo Yanga inawajibishwa kwa hizo kukatwa pointi na Damaro kiwajibishwa passport ya kufutwa uraia, na wao kama TFF na bodi ya ligi nao wajibike. Kwa nini kubali madudu haya wakati utaratibu unauelewa? Utaratibu unauelewa. Kwa nini kubali watu wajiuzuru hapa? Hapa pana makando na haki itatendeka. Tutakabia juu mpaka mwisho tuone haki imetendeka. Hatutakubali kwenye hili. Hatutakubali kwenye hili. Lakini mashabiki wa Yanga wanasema kwamba issue hii ni sawa na ile ya Kibu Denis. Ya Kibu Denis cross. Ina tofauti, pengine kutokuwa na uelewa tu. Unajua ni umbumbumu wa sheria. Sawa. Kibu Denis huyu Damaro shule msingi soma wapi? Damaro shule msingi soma wapi? Sijafuatilia. Hujafuatilia. Kibu Denis shule msingi soma wapi? Kwenye kambi ya wakimbizi. Wapi? Kigoma. Sawa. Kasoma shule ya msingi Kigoma.
Kigoma iko nchi gani? Tanzania. Iko Tanzania. Sawa? Ndio. Iko Tanzania. Hata mtu anaweza kusoma shule ya msingi ndani ya nchi yake, si mdogo huyo? Si mdogo huyo? Ndio. Unamnyimaje uraia? Kama anaweza kusoma shule ya msingi ya awali, maka shule ya msingi na elimu ya awali kasoma hapa. Sasa unamnyimaje uraia? Unamnyimaje uraia huyo? Unamnyimaje? Kwa kila kitu anakielewa. Makere alipofika miaka 18, Makere hauwezi kumwambia yule raia si wa wapi, Makere kaukataa. Dokumenti zote zinasoma za hapa. Sawa? Hilo sio kibeni chochote. Said Maulidi alicheza Yanga. Sawa? Hata Said Maulidi alicheza Simba, kacheza Yanga. Hapa litokea kidogo mizozo, lakini ikabidi kufika wakati ili moto waachane, kwa sababu yule alikuja mdogo. Alivuka kutoka kule mdogo, kasoma hapa. Kila kitu hapa. Unamnyimaje uraia? Yeye mwenyewe ana mamlaka ya kukataa uraia. Damala anaukata uraia kwa kigezo gani? Hajatimiza. Kuna watu wako hapa wameisha, mzee Makasi mpaka anakufa na amezaa watoto hapa. Mzee Makasi akupewa uraia na aliimba mpaka nyimbo kumsikia baba wa taifa. Baba wa taifa kina kupewa uraia. Leo Damala anapewaje na mwaka mmoja anapewa uraia? Hapo watakuwa wanajichanganya, wanajitekenya wenyewe, wanacheka wenyewe. Hapa haki lazima ifuatwe. Haki lazima ifuatwe. Swala la Kibu Denis na Damalo vitu tofauti. Tofauti. Watueleze Damalo kasoma wapi? Sawa? Juzi Damalo anasafiri hapa nao Yanga. Kwa nini atumie passport ya Guinea? Kama ni Mtanzania na passport ya Tanzania, anasafiri na timu ya Tanzania. Kwa nini atumie passport ya Guinea? Kwa nini atumie passport ya Guinea? Unaona kama hajaukana uraia wake hapa. Pana madudu hapa. Sasa anatokaje kwenye hilo? Kibu Denis shosha kumsikia siku moja kasafika tuna passport ya Kongo wapi? Au Burundi si wapi tutakosema huko? Tanzania. Sasa Kibu Denis hajaitwa kwenye timu ya taifa. Kaitwa na kacheza. Damala hajaitwa kwenye timu ya taifa. Kaitwa kwenye timu ya taifa. Sasa kwa nini kama ni Tanzania? Wasichanganye, wasivuruge. Hapa tunataka haki, chombo husika kimejichanganya. Kwanza kitoe adhabu. Haki itendeke. Na wao wenyewe wawajibike kwa uzembe wao uliofanya. Wao kama TFF, wao kama bodi ya ligi. Sawa? Tunakwenda kwa idara husika ya migration, unatoaje? Tunakwenda kwenye swala ya waziri wa mambo ya ndani, ulitoaje passport ya kumpa uraia huyu? Kwa hiyo tunatumamluki. Hata mamluki leo umempa uraia. Ana mwaka mmoja unampa uraia. Wale walioishi hapa na miaka mingi 15. Wengine wameoa hapa. Wana watoto hapa, kila anayepata uraia. Hawajapata uraia. Huyu mwaka mmoja unampa uraia. Kesho atagombea ubunge. Utamnyima kisha pata passport, utamnyima. Utamnyima. Na ukiangalia mtu mwenyewe nchi anayotoka ya mafujo fujo tu. Haeleweki. Serikali zao zitulii huko. Hawana demokrasia huko. Muda wote mtu akiamua tu. Mimi rais kakaa Ikulu. Unakuta mtu wa kabila hiyo. Mtu akiamua? Akiamua ndio Ikulu anakwenda tu. Mimi rais. Anatangaza mimi rais, nitachukua nchi. Sawa? Hawatulii huko. Unatuletea hapa kesho wagombea ubunge. Umempa ubunge. Bungeni patatulia hapa. Na wakati tunajua bunge linaendeshwa kwa mujibu wa katiba na muongozo wa spika wa bunge. Yule hajazoea hicho kitu, kufuata miongozo. Ataruka atapiga kichwa, atapiga maka, ataongea kitu, spika atamtuliza hicho. Sijatoa hoja hiyo. Atatoka kwenye kiti na kupiga kichwa spika wa bunge. Tunataka haki itendeke. Wasipewe watu kiuniuni namna hiyo. Watu waliopewa madaraka sisi tunawategemea kabisa kwa usomi wao. Wamepewa madaraka wakati ulindie sheria, wakati tutunzie sheria na katiba mizani wakaitunze, lakini watu wanakwenda kuharibu. Sasa hii hadharani, kila mtu atamtoto mdogo anaona. Tunakwenda wapi? Kwa hiyo mzee Malinyi, nyewe mnataka kusema kwamba Damaro avuliwe uraia wa Tanzania? Afutiwe kwanza, afutiwe na utaratibu ufuate kwa watu waliomtumia. Huyu waliomtumia ukimtumia kama timu yao, wao waadhibiwe. Ina maana hapo ni kupoka point. Yeah. Alafu vile vile wale waliopitisha huko kwenye TFF wamempitisha yule kumuhusisha kwenda mpaka kafu. Kafu iwachukulia hatua. FIFA iwachukulia hatua. Tukitoka hapa tunakuja kwa wale waliotoa uraia. Uraia wa nchi unasemaje? Mtu apewe uraia. Vigezo atimize vigezo gani? Hata miaka miwili jana mtu anapewa uraia. Nani aliyoshinikiza hii? Tutamjua tu.
tutamjua yule shinikizo kulazimisha yape uraia. Sawa, atueleze. Ushaelewa? Wakati anapewa uraia, waziri mwenye dhamana, mjumbe ndani ya Yanga, mjumbe ndani ya Yanga, timu alopewa uraia huko, huyo mwenye timu waziri mkubwa tu sasa hivi, huyo mwenye timu, hata wakati alikuwa bado waziri mkubwa tu, wa idara kubwa tu. Sawa, wa idara kubwa tu. Ushaelewa? Amepewaje uraia? Tujue nani alilazimisha hii. Huyo akapewa uraia. Sawa, huyo akapewa uraia. Huyo akapewa uraia nani? Nani aliruhusu hicho kitu? Kama mzee Makasi mpaka anakufa hajapewa uraia. Nguza Sunani Viking Sunani hajapewa uraia mpaka leo. Huyo anapewaje? Kuna nini kilichotumika? Kuna nini? Kuna nini kilichotumika hapa? Tunataka sisi tunachodai utaratibu ufuatwe. Kama angelikuwa ametimiza miaka 10, kaishi miaka 10, na akaanza kuomba uraia, sawa sawa, utaratibu kuomba uraia umefuatwa, ilikuwa ina shida. Lakini sio mwaka mmoja tunapewa uraia kivipi? Hii nchi hatuna uraia pacha hapa. Hakuna sheria iliyothibitisha uraia pacha. Hatuna. Nchi nyingi hazina hivyo vitu vya Afrika. Wenye hivyo vitu vile Kongo, nani hawa Burundi na Rwanda. Kwa sababu huko Kongo hakuna mtu uraia pacha, huwezi kupewa uraia pacha. Sawa? Hata huko kwao Guinea kuna uraia pacha huko, kuna Mtanzania ukapewa uraia pacha kucheza mpira huko. Leo tunampaje huyu? Wakati haijathibitishwa na bunge. Sasa watu wametoa wapi? Wametumia kigezo cha kumpa uraia huyu. Kigezo cha kumpa huyu uraia. Utaratibu ufuatwe. Mtu akikosa nyundo ifuate. Mzee Manyi, tukiachana na mkono wa sheria ufanye kazi yake. Tukiachana na sakata la Damaro na uraia pacha, unarudi kwenye sakata lile la Didi Diara na kufungiwa mechi 3 pamoja na faini ya milioni 4. Wewe ni mmoja wapo ambao ulikuwa unashinikiza adhabu hii itolewe. Lakini adhabu imetolewa, lakini mashabiki wa Simba bado wanaonekana kutokuridhishwa na adhabu, wanaona bado ni ndogo. Wewe kwako umeipokeaje adhabu ile? Kabisa. Mashabiki wote wa Simba. Mashabiki wote wa Simba. Sio mashabiki wa Simba tu, wa Tanzania tuseme. Tuna kinyongo na adhabu ilivyotolewa. Hatukulizishwa. Makosa aliyofanya ni mengi, adhabu kapewa ndogo. Makosa aliyoyafanya ni mengi, adhabu kapewa ndogo. Bado tunarudi pale pale kwamba vyombo husika vinavyoendesha mpira wa nchi hii sasa ndio vimekuwa Yanga na Yanga ndio vyombo vile vya mpira. Kwa hiyo Yanga anafanya anavyotaka yeye, na ndio maana kuna mchezaji huyu, kwa sababu wao ndio wamevishika hivi vitu, wamevimiliki hivi vitu, ndio maana ukuta adhabu kapewa ndogo. Huyu mchezaji kama angekuwa wa Simba, sawa, ndio angekuwa wa Simba. Diara amefanya makosa karibu mechi 3. Mechi na Mtibwa ya kwanza kampiga mtu kipepsi, anakimbia na mpira anampiga mtu kipepsi. So asikule pale kamgusa tu yule nani pale, kafungiwa mechi 5 hapa na faini. Kamgusa mchezaji wa Azam Mbao mechi 5. Sawa, Alassane Kante motion ilikuwa kwenye mpira pale, kafungiwa mechi 5. Mtu anakwenda anakimbia anampiga mtu kipepsi, hakufungiwa. Tumepiga kelele, bodi ya ligi, kamati ya masaa 72, TFF, tunapiga kelele, wanaziba pamba, inatoka huku inaingia huku. Chalewa ndio wamekaa kimya. Akaenda kada ya mechi ya juzi, nasema Mtibwa tena kamrukia mtu miguu miwili, hakuna kadi ya refari, hakuna nini, wala bodi ya masaa 72, kamati ya masaa 72 nyamaza kimya. Hii sasa ya juzi unaona aibu, kwa sababu ile tusi la kidole alichotokana, lakini hivi walikuwa naacha. Kwa hiyo inaonekana wameshinikizwa kwamba Diara akifanya fujo asifungiwe. Mkimfungia mtakuwa mmetuumiza, ni mchezaji ambaye nguzo kubwa pa golini. Sasa inaonekana bodi ya ligi na kamati ya masaa 72 na TFF wanaendeshwa, ikisema Yanga hivi sawa. Sasa mpira uendeshwe hivyo, watuambie tu moja, kama ile walifanya hivyo tuwalalishe tu, waipe jina tu kwamba kamati ya masaa 72 ya Yanga Afrika, bodi ya ligi Yanga Afrika, tueleze tu. Wasitafute kupita kona maujanja ujanja, watu wanapata kigugumizi. Na hata hii kumfungia baada ya kulalamika sana watu wanaona aibu, wanakwenda kutoa adhabu ndogo kabisa, haiendani na matukio aliyofanya mchezaji. Wakati wengine mchezaji anafanya mara moja, sawa, akafungiwa mechi 5 pale, sawa, Hassan Kante mechi 5. Juzi Suleiman Mwalimu kafanya kidogo tu. Kuna mchezaji wetu wa Simba kafanya mechi 2 kasamewa.
Wangesamea ile basi, kwa sababu ni adhabu ya kwanza kwenye ligi kuu. Alassane Kante kwenye motion ikafungiwa. Hawa kwa nini? Huyu kwa nini anafanya makosa chungu nzima na afungiwi? Leo anakuja kufungiwa adhabu ndogo kabisa. Anapewa adhabu ndogo. Kwa kweli Tanzania haijaturidhisha. Wa Tanzania tuna kinyongo na hicho kitu kwamba hii bodi ya ligi, kamati ya masaa 72 na TFF hawatutendei haki. Hawatutendei haki mpira wa nchi hii. Wakati wao ndio tumewapa dhamana ya kuuendesha mpira huu wa nchi hii. Kusimamia sheria za mpira wa nchi hii. Sawa? Mpira hapo utakuwa kama timu moja wanaifeva sana, timu moja wanaibeba, inafanya inavyotaka yeye. Sasa kuna mpira hapo, timu nyingine, wachezaji wengine wakifanya tu asubuhi tayari, hata masaa 72 hajatosha kufungiwa na mafaini tele. Lakini juzi tumepewa adhabu sasa milioni 10 na Pamba, tunaambia vitu vinajirudia. Huyu mchezaji mbona amefanya adhabu za kujirudia? Mbona hakufungiwa? Hakupewa adhabu kubwa kama vile? Mbona hakupewa adhabu kama vile? Simba tumepewa adhabu hapa bilioni 21 hapa. Sio kina Soa, sio kina nani. Sawa. Juzi na Pamba tunaambia hivi vitu vya kujirudia milioni 10. Huyo Yanga kwenye ligi zilizopita amefanya, washabiki wake wamefanya matukio chungu nzima. Walikuwa kiadhibiwa milioni 1,500,000, milioni 2. Leo Simba na mechi moja tu milioni 10. Huyu mchezaji aliyofanya makosa ya kujirudia mechi 3 anafungiwa mechi moja tena na adhabu itimii. Kuna nini? TFF, tunaomba TFF tuliowachagua kwenda kuongoza TFF, waliochaguliwa kwenye bodi ya ligi na kamati ya masaa 72 wafuate utaratibu, wazifuate kanuni na sheria zilizoundwa za mpira. Sawa? Sio kuwabeba watu, sio kutuletea makando kando. Wapunguze manunguniko, tunawaomba sana wapunguze manunguniko. Watanzania tuna manunguniko na tuna malalamiko, wengine wanaadhibiwa, wengine sheria hazifuatwi. Vipi? Kuna nini? Lakini mzee Malinyi, kilichowashtusha mashabiki wengi ni refa ambaye alitakiwa kutoa adhabu kwenye mechi kati ya aliyopewa adhabu ya Diarra. Refa yule ameshushwa daraja kwa kosa tu la kutokumuonyesha kadi. Alichomoa kadi na akairudisha, kosa lake hilo akashushwa daraja. Hii imekaaje? Yani ni sheria hii imekwaje? Kwenye hilo kama refa amemshusha daraja ni haki yake, na sio huyo tu. Wamechelewa kutoa adhabu hizo kwa marefali, kwa sababu marefali ndio chanzo. Kwa sababu tayari amemrukia viwili mtu, atakuwa apige kadi nyekundu. Ni kosa kwenda na miguu miwili, tatani. Alimwacha. Kapiga mtu kipepsi, kamwacha. Sawa? Sio akaadhibiwa siku ile pale kala umeme. Ushaelewa? Kidogo tukala umeme pale. Sawa? Sio hiyo tu. Marefa wengi, goli la Zanzibar sio kufungiwa, wale wote mechi ya Simba na Yanga, kwa sababu wenyewe kamati ya masaa 72 imekiri anafungiwa linesman kwa kulikataa goli halali la klabu ya Simba. La mchezaji yule aliyofunga anasema ni mwalimu. Goli halali. Unawaachaje marefali unakwenda kufunga mechi 3, mechi 4? Wanatakiwa wote wafutwe. Kuanzia Nasoro Mtuni nani afunge, ili kuwafuta kama walivyomfuta huyu, ili iwe fundisho. Wamechelewa adhabu hizo. Marefali wana makando kando sana na Yanga, wana manasaba na Yanga, ili waogope. Adhabu iliyotoa kumshusha daraja sio yule tu, huyu wamemuonea peke yake, na wengine walitakiwa wafutwe, Shukrani sana. Asante sana.